Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 11 Agosti, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Clara wa Asizi, mtawa na mwanzilishi wa shirika. Mtakatifu Clara alizaliwa Asizi mwaka 1194, zamani za Mtakatifu Francisco. Tangu utoto wake alipenda zaidi kukaa katika upweke akisali na kufunga, na baadaye aliona mwenendo wa Mtakatifu Francisco akamwambia kwamba anataka kuiacha dunia apate kumtumikia Mungu kwa faragha. Mtakatifu Francisco alimjaribu kwanza, akamtuma kwenda kuomba chakula chake kwa watu kama mtu masikini. Mtakatifu Clara alikataa kuchumbiwa mara 2, na wazazi wake walipotaka aposwe na kijana tajiri. Wakati huo Mtakatifu Clara akiwa na umri wa miaka 18 alitoka kisirisiri nyumbani kwa baba yake. Siku ya sikukuu ya Matawi alienda katika kanisa la Posiuncula, akayavua mavazi yake ya umaridadi, na Mtakatifu Francisco akazikata nywele zake na kumvika shela ya masista. Wazazi wake walitaka kumrudisha nyumbani kwa nguvu, lakini Clara akawaambia ya kuwa hamtaki mchumba mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Punde kidogo dada yake Anyesi alikuja kumtazama ili amgeuze Clara ili abadili nia yake, lakini Mtakatifu Clara akamshawishi na dada yake, na mwishowe Anyesi mwenyewe akaingia utawa. Baada ya miaka michache, hata mama yake alipokuwa mjane akaingia pia utawani, na huu ndio uliokuwa mwanzo wa shirika la Waklara Fukara. Watawa hawa waliishi maisha magumu sana, na kwa mujibu wa kanuni yao walitembea kwa miguu mitupu, walilala chini, hawakula nyama maisha yao yote. Hata kule kuzungumza kwao hawakuweza kuzungumza na mtu hadi hapo ilipobidi kufanya hivyo, au ikiwa wanasemeshwa. Ilikuwa marufuku kwa masista au shirika lenyewe kumiliki mali ya aina yoyote, lakini Mtakatifu Clara alikuwa na busara ya kuwatunza masista wake. Kwa hiyo alimwandikia mama mkuu wa konventi nyingine asiongeze mambo magumu zaidi, sababu miili yetu siyo ya chuma. Mtakatifu Clara alipenda kusali karibu na tabernaklo alimo Bwana wetu Yesu katika sakramenti ya Ekaristi. Mwenyewe alizishona nguo za kulipamba kanisa, na siku moja Waislamu walishambulia mji wa Asizi wakauteka, na walitaka kuingia kwa nguvu katika monasteri ya Mtakatifu Clara. Ingawa Clara alikuwa mgonjwa sana, alitoka kitandani akaenda kanisani, akatoa chombo chenye ostia takatifu, akapiga magoti katika mlango wa monasteri, akasali hivi: Mungu, usitoe roho zetu sisi tunaokutumainia kwa watu hawa wakali. Ulinde watumishi wako uliowakomboa kwa damu yako. Hapo ndipo Waislamu walishikwa na hofu, wakakimbia kwa fujo. Alikuwa mkuu wa shirika lake kwa muda wa miaka 40 na akafariki dunia mwaka 1253, miaka 27 baada ya kufa kwa Mtakatifu Francisco wa Asizi. Alitajwa kuwa mtakatifu mwaka 1255, miaka 3 tu baada ya kufa kwake. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Clara, mtawa na mwanzilishi wa shirika. Ili kufikia ukamilifu, jifunze ufukara, unyenyekevu na mapendo ya Kristo. Rejea ya Mtakatifu Clara. Watakatifu wengine wa siku ni Mtakatifu Suzana, Mtakatifu Clara wa Asizi, mtawa na mwanzilishi wa shirika. Utuombee.
Mungu.